Yes, Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu, na kusalimu kwa jina zuri la Bwana wetu Yesu Kristo. Ikiwa ni wakati mzuri kabisa, wakati ambao umewadia wa kipindi chetu kizuri cha neno la uzima kutoka hapa Idara TV Online. Karibu kwenye kipindi chetu, na siku ya leo tunaenda kuangazia juu ya kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu, yeye ambaye aliumbwa na Mungu na akawekwa hapa duniani kwa ajili ya kuweza kuifanya kazi ya Mungu, na kitu hicho ni ibada. Tutaenda kuangalia mambo kadha wa kadha yanayohusiana na ibada, na ibada ni kitu ambacho kinamuunganisha mwanadamu na Mungu ambaye anamwabudu, lakini ni kitu ambacho kinachomfanya mwanadamu kuungana na Mungu wake. Yes, ni kitu ambacho kinamfanya mwanadamu kuungana na Mungu wake. Lakini tunapata maandiko mazuri kutoka kwenye kile kitabu cha Yohana sura ile ya 4, Yohana mtakatifu sura ya 4 na mstari wa 23 hadi 24, utasoma hapo. Naam. Lakini pia tunaendelea na pointi zifuatazo, ni kwamba huwezi kufanya ibada pasipo muunganiko na pasipo muunganiko wa kiungu. Yes, au Roho Mtakatifu. Yaani huwezi fanya ibada pasipo muunganiko wa kiungu au pasipo muunganiko baina yako wewe na Roho Mtakatifu ambaye ni Roho wa Mungu. Hivyo pasipo muunganiko, basi ibada hiyo ni batili. Kwa hiyo jitahidi sana kutunza moto wa Roho Mtakatifu ili ibada yako izidi kuwa njema na yenye kutukuka mbele za Mungu. Lakini pia tunaona pointi nyingine, mwanadamu lazima amwabudu Mungu katika roho na kweli. Imempasa kila aliyemwamini Kristo, kila aliyemwamini Mungu, basi kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na si kuleta usanii tu au kuleta propaganda katika masuala mazima ya kumwabudu Mungu. Hivyo sisi kama Idara TV kupitia kipindi hichi cha neno la uzima tunakusii wewe mtu wa Mungu kuendelea kumtukuza Mungu katika roho na kweli. Lakini tunaona pointi nyingine kwamba maana pasipo roho na kweli hakuna muunganiko baina ya mtu na Mungu. Yaani pasipo kumwabudu Mungu katika roho na kweli hakuna ule muunganiko uliothabiti. Maana yake tunapaswa kuwa karibu na Mungu, tunapaswa kujazwa nguvu za Mungu ambaye ni nguvu za Roho Mtakatifu, lakini pia kuishi maisha matakatifu ili kuendelea kufanya ule muunganiko ambao ulisababishwa na damu ya Yesu Kristo pale msalabani. Basi muunganiko huo uzidi kudumu, na hata ibada zetu ziwe takatifu na hata zenye kumbariki Mungu wetu. Lakini pia mwisho tunamalizia kwamba ibada takatifu ni kufanya yale ambayo Mungu anahitaji tufanye. Ibada takatifu ni kufanya yale ambayo Mungu anahitaji tufanye na si yale ambayo sisi tunataka tufanye. Rafiki, kumbuka Mungu alishaweka mwongozo. Ukisoma Biblia vizuri, kuna mambo kadha wa kadha ambayo Biblia inaeleza juu ya masuala ya ibada. Hivyo Mungu anataka tufanye yale ambayo yeye ameweka kwetu sisi tuyafanye, na si yale ambayo sisi tunataka tuyafanye kwa ajili yake. Elewa kwamba sheria ya Mungu au namna yoyote ya kufanya chochote kwa ajili ya Mungu, Mungu alishaweka utaratibu na maelekezo. Sasa hayo mengine unayoleta wewe, sisi ambayo hatuyajui na hatujayasoma kupitia neno la Mungu, basi usiyalete kwa sababu ya taharibu utaratibu na namna ya kumwabudu Mungu wetu. Mungu akubariki sana, na Yesu azidi kukaa ndani yako. Usiache kuendelea kufuatilia Idara TV Online. Ni kipindi kizuri cha neno la uzima, lakini kumbuka vipindi vingine vizuri vitaendelea kukujia kupitia hapa Idara TV Online, na si vingine bali ni gospel sound, lakini pia na street gospel. Na mwezi huu wa 8 tunasema ni injili mtaa kwa mtaa, street gospel mwezi huu wa 8. Kwa neema ya Mungu, mwinjilisti wako na mhubiri Elisha Daudiel ambaye ndio huyu anayekuletea kipindi cha neno la uzima atakuwepo katika ile street gospel. Hivyo usiache kufuatilia. Karibu na Mungu akubariki. Subscribe, share ujumbe huu na wengine wapate kupata habari njema ya neno la Mungu. Idara TV karibu yako. Mungu akubariki.